kuimarishwa katika msingi wa neno la Mungu. Tunaposema msingi ni foundation, maisha yoyote yana msingi wake, au mtu yoyote ana misingi ya kwake. Maisha yoyote yana msingi. Kanisa lina msingi wake, mtu ana msingi wake, kaya ina msingi wake, ndoa ina msingi wake. Mpaka na watoto wanapokuwa katika ile familia wanakuwa kwenye ile misingi ya familia. Zaburi ya 11 mstari wa 3 inasema, Zaburi ya 11 ule mstari wa 3 inasema, kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Katika Zaburi ya 11 na ule mstari wa 3. Biblia inazungumza kwa habari ya misingi. Misingi ya neno ikiharibiwa katika maisha ya mtu, hawezi kuwa na maendeleo, hawezi kuwa na ile progress ya maendeleo yake, kwa sababu misingi aliyoikuta ni misingi ya waganga wa kienyeji, ni misingi ya matambiko, ni misingi ya ushirikina inayotembea katika ile familia. Unakuta wanatembea katika ushirikina, maana ndio misingi yao. Toka watoto wanakuwa wanapelekwa kwa waganga wa kienyeji, msingi. Toka wanakuwa ni ushirikina mwanzo mwisho. Wana dini zao, lakini na kwa shetani pia wanafanya, wako pamoja na yeye. Wanaamini dini zao, lakini hawamwamini Mungu anaweza kuokoa. Na wakati mwingine wanaamini ushirikina, lakini wakaacha kumwamini Mungu aliyewaokoa, kwa sababu mshirikina ni mtu tu na mganga wa kienyeji ni mtu kama mtu. Na ukumbuke ameumbwa na Mungu wa mbingu na nchi. Sababu Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa msingi wa Mungu alitengeneza akijua kwamba wanadamu wote lazima wawe na maisha mazuri ya baadaye ya kiroho, na hatimaye kuona uzima milele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina kuu za misingi. Msingi wa kwanza ni wa kulijua jina la Yesu Kristo. Huo ni msingi wa kwanza, kulijua jina la Yesu Kristo. Msingi wa pili, kuliamini jina la Mungu wa mbingu na nchi. Msingi wa pili. Msingi wa tatu, kumwamini Roho Mtakatifu. Msingi wa tatu ni kumwamini Holy Spirit, kumwamini Roho Mtakatifu. Na tunaangalia katika misingi hii ambayo nimekwisha kufafanua, misingi ya maisha ya mtu, nimesema inatengenezwa na mtu mwenyewe. Ukisoma Timotheo wa pili ile sura ya 2 mstari wa 19. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19. Neno la Mungu nasema hivi, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila litajaye jina la Bwana na aache uovu. Biblia inatueleza, inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii. Ukiwa unatembea na msingi wa Yesu ndani yako, kuna chapa unapigwa kwenye paji la uso wako. Kuna chapa unayowekewa ya muhuri. Kwa hiyo hufanani na wale washukao shimoni, hufanani nao. Ndio maana kama umeokoka, ukikutana na watu wa chapa ya muhuri wa shetani, wanakuchukia na hatimaye unaweza kuwa ni adui kwao, kwa sababu wakiangalia wewe huko pamoja nao. Biblia inasema nuru na giza vikae pamoja. Nuru na giza huwa vikai pamoja. Mara watu wanachukia ghafla maisha yako,
Unajiuliza, ni wapi niliwakosea? Ni wapi kulikuwa na shida? Unaanza kujipapasa mpaka kwenye mifuko na kujua yamkini kuna neno gani ambalo labda nilimkwaza huyu mtu. Hujamkwaza, isipokuwa mnakwazana rohoni. Wewe ni mtu mwingine. Wakija kufanya mambo yao hawakuoni, wanapoteza muda, wanakasirika, wanaanza kukununia katika ulimwengu wa damu na nyama, lakini katika ulimwengu wa roho wana misingi yao ya ulimwengu wa giza, na wamezaliwa katika hiyo misingi. Hakuna mtu aliyemtumikia shetani akaacha kufa kabla ya wakati. Mtu anaweza akamtumikia shetani kwa misingi yake, na wakaongea vizuri kabisa, na akamwambia nitakusaidia, lakini tukumbuke mwisho wa siku sisi tumeumbwa na Mungu mmoja. Na watu wamependa giza sana, wamependa misingi ya shetani kuliko kulipenda jina la Mungu wa mbingu na nchi, kuliko kuipenda imani yake ya Mungu aliye hai. Anaenda kwenye miungu ya Mungu aliyekufa. Mungu anaweza kutoa mali za dunia hii. Kuna mungu wa dunia hii ambao ni shetani, na wengi wamemkimbilia, wanaenda mpaka kuzimu, wanaua, wanatoa damu, na wengine walishata kafara za watoto wao ili aendelee kutumika kwenye damu. Iko siku kaburi linamsubiria, labda atapaa kama nani yule Elia na asionje mauti. Biblia inatueleza kabisa hapa ndacho mtu katika misingi yoyote ya dhambi ndicho ambacho atafanya nini? Atakivuna. Atakivuna. Biblia inatueleza waziwazi. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii, Bwana wajua walio wake. Kama una msingi wa Yesu anakujua. Kama una msingi wa Yesu Kristo anakujua, wewe ni wake. Siku moja binti moja aliacha uchawi, akaja kunishuhudia, akasema mimi nilipewa uchawi nilipokuwa mdogo. Maisha ya bibi yangu alikuwa ni mchawi, na ndio huo msingi ambao nilikuwa nao. Nilijua usiku watu huwa wanaruka, nilijua watu wote ninaowaona wanaweza wakaruka, lakini kwa najiuliza, mbona nikienda wengine wamelala tunawachezea, hawajui? Swali alilokuwa nao anajiuliza ndani ya moyo wake, anajiuliza mbona tukienda kuanga wengine wamelala, lakini mimi nikienda shule nasinzia mwanzo mwisho. Na yale mapepo yataki nielewe shuleni. Nikianza kufundishwa naanza kuelewa, nasikia usingizi mzito. Unajua shetani ni mbaya sana. Anapompa mtu uchawi na elimu anamnyima, na mali anamlima. Ukaangalia wenye maisha ya uchawi na ushirikina, maisha yao ni magumu sana, maana wanatembea kwenye laana. Maisha yao ni magumu sana, wanapita kwenye mambo mazito hujapata kuona. Kama yeye anategemea kuloga na kuonea watu hivi na kuwaua, usije ukafikiria kwamba iko siku atafanikiwa kwenye maisha yake. Na wanaishi maisha ya gumu mno. Akasema usiku nikiwa nimelala na kuja kunyanyuliwa, naambiwa twende, ninatokea kwenye kona ninaenda. Siku moja wakati nimetumwa kwenda kufanya kazi mahali, nimetoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, nikafika kwenye ile nyumba niliagizwa nikamchukue mtoto. Anasema huwa tunawekewa taa kwenye paji la uso, hapa kuna taa inamulika kama ya gari na moto wa kipepo. Anasema nilipofika pale, anasema nikakusa ule ukuta ufunguki, nikapiga na usinga ule ukuta ufunguki, nikatamka maneno ukuta ufunguki. Lakini kilichotokea, alitokea mtu kwenye kona amevaa nguo nyeupe, akanipiga na jiwe usoni. Nikaanguka, nikakosa nini? Direction. Baadaye kwa sababu mimi nilikuwa ni mtoto, akanambia mtoto
sikia, huyo mtu aliyovaa nyeupe, unatumikishwa na bibi yako, unatumikishwa kwenye uchawi. Sasa ninakuamuru rudi. Ukienda ukakataa uchawi, hawatakuua wala hawatakula nyama, hawatakuweza. Nenda. Sasa aliyosema ni bosi, na mtoto kujua kwamba alijua ndio maisha ya kawaida. Anasema siku hiyo nilirudi ni mtu wa kawaida, sio mtu nirudi sio mtu wa kawaida. Nilikuwa nina moto na waka mwili wote, hakuna mtu ananigusa. Nikajikuta Yesu amenibeba, amenipeleka mpaka kwenye kile chumba ninacholala, nikalala. Nilipokucha asubuhi nikamwamshia bibi, nikamwalishia, akasema hiyo ni ndoto. Lakini akamwambia hivi, niguse, hamguse, anamwogopa. Hiyo ni ndoto, afa anamkaa mbali na yeye namna hii. Mwisho wa siku yule bibi vimemzidi, asema hoja tafuta waliookoka. Akamuita mtumishi wa Mungu, hebu ongeeni na huyo mtu wenu. Akaeleza, akaongoza sala ya toba. Yesu akaingia ndani yake. Huyu bibi akaendelea kukataa. Unajua mwenye dhambi anataka afe na dhambi yake. Anaona kabisa mambo yamebadilika, misingi aliyoiweka imeharibiwa, misingi aliyoiweka imekwisha kuharibiwa. Kama misingi kiharibika, mwenye yake atafanya nini? Yeye alikuwa na haki ya uchawi ya kumtesa mjukuu wake, lakini misingi imeharibika. Baada ya hapo akaona mambo hayaendi, kila kitu kimeharibika, mambo yameharibika. Bibi yule ikabidi amtafute mchungaji, naye akaleta matunguli yake na mibuyu yake, yakachoma moto, akaokoka. Akaja kushuhudia, akasema hakika nilikuwa nateseka usiku, mimi kwa ni mtumwa, ninateseka, nimelipa na nimeua watoto wangu 3, watoto wa kuwazaa, nimewatoa kafara, nimekunywa damu, niliwaua wote, nilibakiwa na kajukuu, nilimuua mama yake, nilimuua na mtoto wangu wa kwanza, kwa watoto walikuwa na watoto wote, niliwala nyama. Akaanza kulia, analia kweli kweli, akatamka dhambi yake hadharani. Nuru ikiingia, haki itatendeka na Yesu atatenda ndani yake. Kwa yule bibi akaona kwa Yesu kuzuri, akapendeza, hatumikishi usiku, akanenepa, akaongezeka. Kanisa likaanza kumsaidia, mashamba alikuwa kulima, akaanza kulima. Akasema kwa Yesu ni kuzuri, akaanza kula vizuri, haangaiki usiku tena. Jina la Yesu liko ndani yake. Ndio maana nataka nikwambie kwamba Yesu anapoingia ndani ya mtu, anabadilisha misingi mibaya iliyoko ndani ya mtu, anafanyisha future to be, anabadilisha mawazo, anabadilisha maarifa yote ya kipepo na kuweka maarifa mapya ndani ya mtu, kwa sababu ya misingi iliyo imara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hapo ukiwa na Yesu, umechorwa kwenye viganja, vitanga vya mikono ya Mungu. Jina lako limechorwa, limeandikwa. Mungu akiangalia mikono anaona jina lako, muhuri. Na waliookoka wana muhuri kwenye paji la uso wako. Kama ukiwa na nguvu vizuri ya Mungu, ukikutana na mchawi, hakuangalia usoni, akikuangalia anashusha macho chini, akikuangalia, maana kwenye uso wako kuna muhuri wa damu ya Yesu. Akikuangalia kuna muhuri wa damu ya Yesu. Ndio maana anaangalia, anashusha macho, anaangalia, unaongea, anaongelea pembeni, ana mashaka, maana ndani yako wewe sio mtu wa kawaida. Wachawi na mapepa ya kuweza, sasa umelibeba jina la mfalme Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mimi nakwambia, dunia ingejua kwamba Yesu anaponya na kuokoa, Yesu ni mwamba na mfalme wa amani, hakuna mtu angerudi kwa shetani tena. Tungejaa makanisani mpaka tukekosa mahali pa kukaa. Lakini dunia ya leo, wengi wanamkimbilia shetani. Anaamini kwamba kale kairizi alichopewa ndio kanamsaidia. Ile damu ya kuku aliyomwaga kwa mganga wa kienyeji ndio msingi wake, inamsaidia eti. Lakini Biblia inatueleza kwamba Bwana Yesu anawachua
walio wake. Ukiwa wa Yesu, hakuna mauti itakuja kabla ya wakati. Hakuna magonjwa utaletewa. Utapita siku 2 kwenye shida, siku ya 3 nakula mikate ya kutosha. Yesu anajitikisha, anasema najua mwanangu hajapata chakula, anaachilia fedha, maana una msingi imara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maisha ya Kikristo yanatengenezwa katika msingi wa Yesu. Maisha ya kwako mwenyewe, kuna selfish, maisha yako binafsi, lazima uwe na misingi ambayo itakusaidia, misingi ya kukataa mabaya, misingi ya kusimama kwenye kusudi la Mungu, misingi yako ya focus, where are you going to be? Unaenda wapi baada ya maisha sasa ulipo? Maisha yako huko mbele unataka yaweje? Yanatezwa kwenye misingi ya akili na ufahamu na maarifa. Ukamwangalie mtu anaishi bila ndoto, huwa anazunguka kwenye cycle pale pale, hawezi kuwa na njia. Mtu asiishi katika ndoto zake, kuna wakati misingi itaharibika. Lakini kama ana ndoto, zile ndoto zitamwambia unatakiwa kwenda mahali fulani. Ndoto, let's say wanafunzi, ndoto yako ni kwenda chuo kikuu. Ndoto yako si kuishia secondary school. Unapiga form 5 yako umefaulu, form 6 yako umeenda, unaanza mwaka wa kwanza kupata degree yako. Unasema angalau sasa naanza kutimiza ndoto zangu. Malengo yoyote kwenye maisha ni msingi, kwamba na msingi nilio nao ni kufika pale. Na sisi wazazi tunapowapeleka shule, malengo yetu ni kuhakikisha wafike university, wamalize degree zao, waongeze na elimu nyingine, wafanikiwe kwenye kuajiriwa na kujiajiri wenyewe. Sio kuajiriwa tu. Na wengine msingi wao alishaambiwa na elimu nyingine za nchi nyingine, sini hapa sini wapi, kwamba vijana wengi wanategemea waajiriwe. Sasa kuna wakati ukawa na degree zako, wewe ni msomi, msingi wako unaanza kukufundisha, unafanya kazi kisomi. Kienda hata hapa nchi yoyote East Africa, unajua kuongea Kiingereza vizuri. Ukienda hata mahali popote una interact na watu vizuri kwa kuongea lugha. Inafanya communication kwa ajili ya kufanya biashara yako. Unasafiri kwenda hata wapi huko, unafanya biashara sawa, unajua lugha. Na ni msomi pia. Unajua kufanya calculation ya maisha yako ya biashara unazofanya. Kwa sababu ya msingi ambayo ulijiwekea ndani yako. Misingi huwa inaleta mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Msingi mwingine nimesema wa kiroho. Msingi wa kiroho ni kuliweka jina la Yesu likae ndani yako. Uliite jina la Yesu. Aliyo na msingi wa kiroho, mahali ambapo amekosea, ameenda kinyume na Mungu wa mbingu na nchi, huwa anaingia kwenye toba na rehema. Anamwambia Mungu nisamehe, maana msingi wake unajua kwamba hapa nimekosea, nimeenda ndivyo sivyo. Nimeenda ndivyo sivyo. Ndipo saa narudi na kumwambia Mungu, hakika hapa nimechemka. Isaya 28 mstari wa 16. Isaya ile sura 28 mstari wa 16. Neno la Mungu nasema hivi. Isaya 28:16. Inasema, kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara, yeye aaminie hatafanya haraka.
Anasema kwa ajili ya huyu Mungu asema hivi, tazama anaweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa. Yesu Kristo ni jiwe, ni msingi. Yesu Kristo ni jiwe, ni msingi ambalo anasema lililojaribiwa. Tena jiwe kula nini? La pembeni. Jiwe kula pembeni. Walimkataa Yesu, walimdharau Yesu, walimcheka. Lakini Yesu huyu alidharauliwa, akawa jiwe kula pembeni. Lakini Yesu alikuja kiongozi na akawatetea, na watu wakafanikiwa katika maisha yao. Waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro tafadhali, na ile sura ya kwanza na mstari wa 19. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 19. Neno la Mungu nasema kwamba nasi tuna lile neno unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'ayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka mtakapopambazuka na nyota ya asubuhi huzuka mioyoni mwenu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Neno la unabii lililo imara zaidi, kwamba jitamkie mambo mengine mwenyewe kwa neno la Mungu kupitia unabii wako. Jitamkie mwenyewe mahali ambapo unataka Mungu afanye. Mungu anaanza kushughulika na mtu ambaye yuko tayari kupokea, anayeiona kesho yake nzuri, anayejitamkia unabii. Hata kama wewe ni bado hujaona chochote, anza kutamka mambo mazuri kwenye maisha yako kiroho. Mimi nakumbuka tulivyokuja Dar es Salaam, nikawa naishi University of Dar es Salaam, Kileleni namba 19 kule juu. Wakati nikafunguliwa genge fulani pale Sinza na ndugu zangu, nilikuwa nikitoka pale chuo kikuu na shuka kwa miguu mpaka Sinza pale. Wakati nilikuwa natembea nasema, Mungu nipe huduma, nipe baraka, nisaidie Bwana, nipate nyumba yangu, nipate maisha yangu. Najiangalia sema, mimi ni wakupata, afu najidharau sana, najitia moyo, naendelea kui. Navuka barabara pale, naenda kwenye genge langu, nakuta nyanya zimekauka, panya wameshakula. Narudi namwambia aliyempa mtaji, panya wamekula nyanya. Akasema sikupi tena. Nikawa naenda kuuza tu mbao, nimekaa shelf, nikaweka vitunguu, akaiba. Kasema niachane nao. Sasa nafanyaje? Kwa hiyo lakini moyoni mwangu ulikuwa naendelea kumwambia Mungu, nahitaji kumiliki na kutawala, maana safari ya maisha yako ni kujitamkia. Sio unatamkiwa na wazazi wako. Wewe, Mungu, mbele ya maisha yangu ninaomba nyumba nzuri, ninaona ndoa nzuri, ninaona watoto wazuri, ninaona biashara nzuri, ninaona utajiri, ninaona gari nzuri. Sasa cha ajabu, siku moja nikasema leo naenda kukaa barabara pale ya chuo kikuu, barabara hii ya kutoka Mwenge kwenda Ubungo, hii kubwa kabisa. Pale kuna miti ile midogo midogo, ili miti inaenda mwendo kasi. Sasa wamepanda, ndio kipindi hicho imeanza kuuzwa. Kuna miti likubwa, nikakaa pale. Nikawa kila gari kipita nasema ni ya kwangu, ni ya kwangu. Mungu nipe gari, nipe gari. Hapa na miaka mingapi? 17. 18. Nipe gari Bwana Yesu, nipe gari, nipe gari. Yaani kama kichizi fulani, watu wakipita pale ananena kama anasubiria mtu, lakini kumbe natamka, Mungu naomba siku moja na mimi nije kuwa na gari, nije kuwa na nyumba. Nikiona jengo zuri nasema Mungu nipe nyumba kama hii. Kwa hiyo nilikuwa natamka, nikienda kwenye mkutano wa injili kipindi kile Jangwani, mwaka sasa anafanya Jangwani, na kuna mikutano kutoka mataifa wako wanafanyia pale watumishi,
Nikienda pale, lengo langu lilikuwa ni msingi, siombi hela wala nyuma. Nikienda nipe utumishi kama huyo baba anapohubiri, ishara na miujiza inafanyika. Yani namtamani tu, yani ninatamani. Wengine wanaomba magari, ninaona viwete wanatembea, viziwi wanatushuhudia. Mimi nasema sihangaiki na ya kwangu. Mungu nipe kama yeye, nikasimame kama yeye, nikahubiri kama yeye, mpaka tumaliza mkutano. Ninaanza kunena kwa lugha, tukianza kuomba mimi najiombea mwenyewe, ninajiombea. Ni kijana mdogo najiombea, sina hata nauli ya kurudi pale Mwenge. Ninaomba, ninalia. Sadaka yote naibeba, naipeleka, yani kwa upendo kabisa. Sio ni shida kutembea kwa miguu, nimempa Mungu. Yote kwa ni mbegu na panda. Na nikitoa nikatembea kwa miguu, ninasikia furaha zaidi. Naachia pale. Nafika pale nyumbani kwangu, nipeleke chumba kipindi hicho sasa Mwenge. Kaambia Mungu, nisaidie. Lakini niliona kama kipindi cha mateso ya miaka 10. Lakini msingi nilioujenga wa kuendelea kulitafuta jina la Yesu Kristo na kuitafuta kesho yangu, nilimwambia Mungu, nipe watu walio sahihi, watakonipeleka kwenye destiny, kwenye hatima yangu ya maisha. Nipe watu sahihi. Sielewi ni nani nitakuwa naye. Nipe mtu sahihi nifike kwenye hatima ya maisha. Ni kweli Mungu alinipa watu sahihi. Walinivusha, walinisapoti, wakanipeleka shule, wakalipa na ada, wakalipa na chumba, wakachangia na huduma. Siku Mungu ananianza huduma, nikakataa. Nikaambia watu wataniona nimekuwa na dhehebu nyingine. Nikasema hapana, ninaona watu wanavorushiwa mawe. Mimi hapana, tabaki huku kwenye dini yangu. Asema unichui, utachua. Siku nimekaa, dada mmoja anafanya United Nation, akawa amekuja na kinanda, akanipigia simu. Kinanda nimekishusha chuo kikuu kwa dada yangu, nenda nyumba namba fulani ukachukue kile kinanda kwa ajili ya utume mwema ambao Mungu amekupa uanze kufanya ministry. Allah, sijamwomba kweli. Nikaenda nikabeba kile kinanda, nikakiweka juu ya kabati. Namuuliza mke wangu, hivi hichi kinanda tuwape tukigawe tu kanisani? Baadaye Yesu ananiambia, nimekuambia lazima uwe na ministry, wahudumie watu wa dini zote. Siku nisiojua wakaja ndugu akaniambia, mtumishi, sisi tunapendezwa na huduma yako, nataka tukakulipie pale tumeona ukumbi fulani. Kuna dada mmoja tuko naye kwenye group letu, na sehemu anafundishaga semina za makampuni za mashirika. Hebu tukimwomba tuone atatuambia kama ni kiasi tukulipie. Yani naanza kulipiwa gharama, sihangaiki mwenyewe. Nikajikuta tumeenda kuangalia ukumbi pale Kawe, nikaambiwa hapa ndio hapa utaanza kufanya huduma, fanya huduma mwaka mmoja bure, na mwaka wa pili nikafanya bure, mwaka wa 3 nikasema hapana, acha naanze kumlipa huyu mwenye ukumbi huyu dada. Si ndio mese? Nakumbuka dada alikuwepo mese kupitia mkuji. Ndio tukaanza kumlipa. Kwa sababu msingi alioanzisha Yesu, ni yeye alioanzisha. Tukaendelea mpaka hivi hapa tulipo. Kwa nataka nikwambie namna ambavyo misingi ya kwako isiingiliwe na shetani akaharibu future yako. Iga misingi mizuri kwa watu waliofanikiwa kiroho. Kuna wengine mafanikio yao ya kiroho yatakufanya ukiona jinsi walivyo unatamani. Mimi nilikuwa lazima uwe na model wako wa kiroho. Yani wewe jinsi anavyohubiri unapenda, upako wake alionao unapenda. Kwa karama huwe inachochewa na wewe, karama yako inachochewa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili kufanikisha maisha yako ni muhimu sana kuwa na msingi wa kuwaza unapoelekea. Eneo jamii la pili, kimwili pia. Misingi yako iwe imara. Misingi yako iwe imara. Simama katika kweli.
Sema kweli, ongea ukweli. Mahali ambapo mtu anataka kuharibu misingi yako imara, mwambie no, usiniharibia uhusiano wangu na Mungu. Ni bora ukakosana na mwanadamu kuliko ukakosana nani? Na Mungu. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Anaweza kawa hata kama ni mchungaji, ni mwanadamu tu, anaweza kabadilika. Anaweza kawa amevaa kola kama hii, ni mwanadamu tu. Lakini utaangalia matendo yake ya kiroho. Utaangalia nguvu yake ya kiroho. Utaangalia neno analofundisha. Kuna wakati mwingine misingi mibaya ya makanisa, wakienda misingi yao ni unabii mwanzo mwisho. Hatufiki mbinguni kwa kutamkiwa ni nani kakuloga. Hatufiki mbinguni kwa kumjua mchawi wako ni nani. Na mtu mwingine anaishi hilo kanisa ndio lina nguvu ya Mungu sana, wanatamka tu wachawi. Hatukatai wachawi wapo, lakini msingi wetu ni neno la Mungu. Siku moja nilienda mahali fulani, wakanialika, nikasema acha niende nikajifunze. Nilipofika pale, sikuwa ni maigizo, sielewi. Neno sio neno, maombi sio maombi. Tulikuwa na kijana wangu kidogo tuondoke. Wewe unalogwa na shangazi yako. Anafarakanisha na shangazi yako hapo. Hivi kuna mali Yesu aliyofarakanisha watu? Anasema sikuleta upanga. Sikuja kumfarakanisha mtu na babaye na mamaye. Ni kweli watu wanaloga, lakini kuna namna ya kumwendea kwa siri na kumweleza. Tuombe sana, una vita kwenye familia iliyoko ndani. Tuombe, roho ya uchawi na kufuatilia imetosha. Kwa sababu mwanadamu akipokea, anaweza mwingine asiwe hana kifua cha kubeba. Kwa lazima kanisa litumie hekima namna kufikisha ule ujumbe. Ni kweli shangazi inawezekana ni shida, inawezekana ni bibi, inawezekana ni jirani ndio anofanya. Nani kakwambia utamke jina lake? Mwisho wa siku kanisa linakuwa lina mafarakano. Na baadaye wanaanza kuambia kwamba fulani anakuloga. Yaani na wanadamu wengi makanisa na wanapenda maeneo kama hayo. Aelezwe shida zake, ila neno la Mungu halitaki. Sasa tukafika pale, wewe si unafanya nini? Wewe si unafanya nini? Oh, tuangalie, kuna nyoka anaingia. Sasa tuanze kuvunja. Nyoka anaingia. Mimi nikaenda pembeni nikasema inawezekana labda mimi siko sana kiroho vizuri, labda nimekaukiwa kiroho. Nikamwambia Yesu, naomba niambie chochote kinachosema haya yanatoka kwenye akili yake ili kuwakamata watu akili zao. Kasema asante Yesu. Kidogo nikamwambia kijana, si tuwashe gari tuondoke? Mimi sielewi, lakini hata nielewaje huyu ndugu. Nikaenda pale nikamwambia tumishi, sikia kwambia nina maombi saa 11 asubuhi. Kwa sababu ni kesho. Naomba niruhusu niondoke. Nimebarikiwa na huduma yako. Inabidi tumie tu hekima. Haleluya, tumeshana Bwana atakondoka tumbariki. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuwajaji sana. Yaani ndio mazinga ombe yao. Kwa wanapenda vituko. Hakuna msingi wa neno la Mungu. Pale ni vituko mwanzo wa mwisho. Ni nani anakutesa, nani anakufuatilia? Hatukatai ya mambo yapo kama Mungu amekwambia. Lakini kila siku ni hayo tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Wazee wa kanisa hapo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba lazima kuwa na msingi ulio imara. Msingi wako wa kiroho. Msingi wako wa kiroho kaimarishwe. Penda sana kujifunza neno la Mungu. Utapata maarifa. Soma neno la Mungu kwa bidii, utapata msingi mzuri imara. Soma neno la Mungu.
Hivi wangapi wamefungua hata Biblia siku ya jana wakasoma? Hata kama ilikuwa kwenye simu, nyosha mkono. Asante. Narudia tena. Wangapi siku ya jana umefungua Biblia kwa nyosha tu mkono, Yesu anakuona. Na ukasoma mistari 2-3. Amena. Huo ndio msingi. Kama wanategemea tu maombi asante Yesu kinachosaidia kukuvusha ni maombi yenye neno la Mungu. Wangapi wana Biblia nyumbani? Biblia yako tu mwenyewe. Kama una Biblia, kama umekuja nayo nyosha juu. Wale kuja nayo Biblia zao nyosha juu. Naomba msimame mlio na Biblia. Mlio na Biblia simameni tu. Msingi nafundisha leo habari ya msingi imara. Simama wewe, hata kama sio ya kwako, umechukua nyumbani unajua ni Biblia. Simama nayo. Wengine labda kwa sababu ya watoto na nini kusumbua, najua naelewa hiyo kesi. Asante mketi. Neno la Mungu ni msingi. Ukilifungua mtumishi anasema unakuwa na notes, unaandika zile notice. Unaandika yale tunayojifunza. Huu ni msingi. Wapi wana diary au daftari unaandika neno la Mungu? Simama. Simama tuonyeshe tu. Leo ni msingi mzuri. Yaani sasa nataka kila mmoja awe na diary. Unaandika vitu. Asante. Nyosha juu kama umekuja na diary. Chochote unachoandikia. Amena. Wengine wanaandika kwenye simu, sawa? Simu kama ina sehemu ya Google na save. Kwa hiyo unapoandika hutaishiwa na neno la Mungu. Unatunza akiba yako ambayo neno hili la kuzungumza habari ya misingi, Zaburi 11:3, utajua kwamba misingi inapatikana katika Zaburi ya 11:3. So nafundisha inapita. Lakini ukikaa nalo una notice, unasema tulifundisha tarehe fulani, ngoja niangalie. Unaanza kupitia yale mtumishi aliyofundisha, unaandika masomo yako, unayaandika. Mwisho wa siku una Biblia. Sasa kama una Biblia huna mahali pa kusoma, hujui utaanzia wapi. Na Biblia ni kichaka, lakini ukiwa umeandika utakuwa na msingi mzuri wa kufuatilia. Mimi leo nimesimama hapa, nilisoma Biblia 5 kwa mwaka. Nikachukua ya kwanza nikamaliza pembeni miezi 2. Nikachukua ya pili nikamaliza miezi 2. Nikachukua nyingine ya 3 miezi 3. Nikachukua na nyingine hivyo mpaka nikajikuta nimefikisha Biblia 5. Nikabaki na moja nilimwambia nigawe nafikiri Grace ya mwisho ambayo mtumishi mwenzetu yuko Dodoma. Nasoma narudia, nasoma wapi kitabu cha Mwanzo, Kutoka mpaka nikamaliza Ufunuo. Sio kazi rahisi. Silali. Nilikuwa silali, unasoma ili upate maarifa. Bahati nzuri kuna wakati hapo zimekuja nzuri, zina Biblia nzuri kabisa ambazo ziko kwenye Biblia hii ya sasa tulionayo. Hivi Biblia toleo la zamani bado zipo. Kuna Biblia download nyingine za kipepo kabisa. Una simu yako, huna muda kubeba Biblia yako kwenye radala, usipoteze muda, usianze kuchati. Soma. Kwa sababu angalia Biblia, hata simu ina maandishi makubwa, mradi upate maarifa. Unaenda umekaa mpaka Kariakoo, unawaza matatizo, unawaza changamoto. Fungua Biblia yako, anza kusoma. Maliza chapter 3. Yaani neno linalokaa ndani yako ni zaidi ya maombi. Unaweka nguvu ya Mungu ndani yako. Leo nataka umshinde shetani kwa maombi peke yake bila neno. Utagaragaza tu. Lakini neno la Mungu likikaa, una Biblia yako, una simu yako na Biblia kwenye app ya Biblia, fungua, endelea kusoma. Jisimamie neno la siku. Kuna hapo za Biblia nyingine zika neno la siku. Unalitafuta, unasimama nao, unatembea nao. Adui akija na kutana na full bando huko vizuri. Neno la Mungu liko ndani yako.
Maana utamwambia shetani imeandikwa. Shetani alishindwa na Yesu alikuwa amesema imeandikwa. Sasa kama una mahali pa kusoma na ujui, huwezi kumwambia shetani imeandikwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, mtafute Yesu kwa bidii sana. Tafute kwa bidii. Endelea kumtafuta kwa bidii, naye atakuwa pamoja nawe, na yeye ataendelea kutenda katika maisha yako. Waebrania sura 13 mstari wa 9. Waebrania ile sura 13. Waebrania ile sura ya 13 mstari wa 9 inasema, msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine ya kigeni, maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema, wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine ya kigeni. Kuna mafundisho mengine ya kusema kwamba usiombe. Kanisani kwetu watu ombi, na wachungaji waiti watu kuokoka mbele. Mkianza kuomba maombi ya kupaza sote kipentekoste, mnaambiwa mmekosea. Maombi ya kidini. Hawamhitaji Roho Mtakatifu ndani ya ibada. Hawamhitaji Yesu ndani ya ibada. Wanamtamka lakini hayuko mioyoni mwao. Wakitaka hawaruhusu uhuru wa Roho Mtakatifu utawale. Watu wakianza kunena kwa lugha, nasema ibada leo ilikuwa ni mbaya. Siku moja mtumishi mmoja alienda kuhubiri mahali. Alipotamka watu sogeni mbele mwokoke, mchungaji alienda akamwambia ofisini, kusikia nikwambie, kuanzia leo sitakaa nikualike kwenye huu sharika, na kuanzia leo ninahakikisha huduma yako na itangazo usialikwe mahali popote kwa namna ya makanisa yetu haya. Unahitaji watu kuokoka, na watu wanapiga kelele, mapepo yanasumbua ibada. Anatuongoza, tunakuwa huru. Ukiwa na msingi wa kiroho. Ndio maana leo ukitaka kumtoa mtu wa dini kwenye dini yake aliyoiva haswa dini, sio rahisi. Sio, ndio msingi wake, na msingi ule hautaki kukubadilika. Anatembea kwenye Torati, kwenye sheria ya dini. Lakini hakuna sehemu ambayo haina sheria. Kuna sheria ambazo kuna wakati zinakuwa amendment, yani zinabadilika. Ule utaratibu kuna wakati unahitajika kubadilika kulingana na mazingira ya saa ile. Wengine mtu akiongea na pepo, pelekeni yuko nje. Peleka nje. Mchungaji aombei. Fellowship mkwapi? Peleka nje. Tuendelee jamani. Michango. Maombi. Yona akashuka hapa, akaenda Tarashishi, akazunguka hapa, hadithi zinazungumzwa. Si hadithi za upendo wa Yesu Kristo na watu kuacha dhambi zao na kusimama kwenye kusudi la Bwana. Neno la Mungu linasoma juu. Msingi wako wewe ni Yesu Kristo. Anapokuwa ndani yako, anaharibu misingi yoyote ya dini au ya mapepo au ya uchawi au ya uganga na ushirikina. Lazima misingi ya zamani ife, ili kusudi uendelee kusimama katika msingi wa Yesu Kristo. Misingi ya zamani lazima iondoke, na ikiondoka unakuwa huru. Maisha yako yanabadilika, ndoto zako zinabadilika. Hata kama ukilala, misingi yako kama iko kwenye mizimu, ndoto zako, mara mnaimba kanisani, mara mnasifu, mnaomba, mara unapigana vita unawashinda wale maadui, yani ndoto zako ni msingi mzuri. Ukaangalie ndoto za msingi mbaya, aning'inia kwenye katau cha mti, hata kudondoka.
afu chini kuna bonde, afu maji yanapita, afu kuna simba au amekaa namsubiria namna hii. Yaani anasema hapa nikiachia kidogo na malizwa na simba. Hiyo ni misingi ya ndoto za kipepo. Au unatembea barabara, unateleza, unaanguka, unapigiza kiuno, unanyanyuka, afu unaanza kutembea, mguu unavuta msamba tena chini, unaanza kuchechemea, kusimama, unaanguka. Au unatembea njia unakoenda ufiki, barabara ambayo unaenda ufiki, afu ina milima na utelezi. Eti una miaka 20 au una miaka 10, una miaka 15, 16, 20, unaota huko kindergarten, umevaa kashati chako cha kijani na kakaptula cha kaki, unaota mazingira ya nyuma wakati wako form 2 au form 6. Anaanza kuota mazingira yake ya zamani. Maana shetani anakurudisha kwenye nini? Kwenye yale mazingira yamkini ambao uliyapita. Unapoota misingi ya zamani, majumba ya zamani, mliwahi kukaa mahali fulani, mliwahi kukaa kwenye chumba fulani, mliwahi kupanga kwenye nyumba fulani, kwenye eneo fulani au nchi fulani. Kila wakati unapelekwa kwenye ile nyumba, afu ni miaka 20, hata miaka 3 iliyopita, hata kama ni mwaka jana. Ujue katika ulimwengu wa roho kuna misingi ya ulimwengu wa giza iliyofanyika mahali pale. Ndio maana unaota huko pale pale. Mungu anakuonyesha nenda pale pale katika roho, ukafute hiyo misingi ya kulogwa. Walikuharibu pale pale nafsi yako, waliharibu fahamu kwenye ile nyumba. Kwa hiyo ile ardhi iwe imeandika. Lazima uanze kuomba, kwa nini naota nyumba ile? Kwa nini naota kile kitanda nilicholalia nikiwa darasa la kwanza? Yaani unaota kitanda cha miaka ya nyuma. Unaota umelala kwenye nyumba kama kukuwa na mbu wengi wanakung'ata, kwamba yale mazingira ndio yalikuwa yanakutesa. Mungu anakuonyesha, angalia mwanangu, huu ndio misingi iliyofanyika kwenye msingi wa baba yako. Angalia kwenye nyumba hii, ndio mawachao walikuja kuwaloga hapa, ndio maana unateseka mpaka leo. Shida sio eneo ambalo unaishi sahihi, shida ni kwamba kule walipoweka signing zao, kule kuna taarifa zako. Lazima upeleke damu ya Yesu ikafute misingi na taarifa kwenye ile ardhi ambayo ulizaliwa pale, ile ardhi ambayo ulikanyaga pale, ile misingi uliopewa. Misingi walitambika, walifanya uganga. Usije ukafikiria ile ardhi itakuachia, lazima itakutesa. Kuna mtu ananielewa kiroho? Sema amen. Lazima uishi kiroho, usiwe mtu wa kawaida. Uanze kuona, uanze kuona wanaokutesa. Ukiokoka afu uone, ni shida. Yaani hata ndoto tu kuona watu nje wanakusumbua uone. Lazima mwambie Mungu, nipe macho ya rohoni. Mwambie Yesu, nipe macho ya rohoni. Mimi sio mtu wa kawaida. Naanze kuona katika roho. Nianze kuona changamoto. Nianze kuona mapito yangu. Ukianza kuona rohoni, ujue sasa dishi lako la kiroho limekaa vizuri. Ukianza kuona mazingira yako kuna watu wanakufuatilia, au unaota ndoto kuna vitu ambavyo sio vizuri, ujue katika ulimwengu wa roho taarifa zako tayari umeshaanza kuona. Mungu ameshakufungulia siri. Mlikuwepo juzi hapa siku ya Ijumaa, kwa tunaharibu siri, maombi ya siri katika ulimwengu wa giza. Siri, password, namba ya siri ili wako kwenye maisha yako usivuke. Mliona nilipoendelea kuomba watu kwenye kiti hapo, wamekaa kwenye viti wanaanza kupinduka, kwa sababu kuna maisha yako yamefungwa ya siri kwenye password. Shetani kakufunga kwa namba siri. Hiyo namba usiyoijua, kama hutaomba katika roho na kweli, unashangaa ni mwanafunzi unasoma uelewi, kuna password imefunga akili. Namba ya siri imefunga usielewe. Mahali unapofungwa namba ya siri, kwamba usifanye nini? Kwa mfano, mimi siwekani password kwenye simu zangu. Ila kama umeweka password hapa inakuonyesha, si ndio? Inakuonyesha huwezi kufanya nini? Kuingia kwenye app au kufungua hapa huwezi, kwa sababu kuna password. Kwa paka yule anayejua
aje afungue. Na ukifungua nakwambia, ukibonyeza zaidi ya mara 3 wanaiblock. Wanakuambia tunaiblock password, nakwambia tunakublock baada ya masaa 5 ndio utaanza tena upya. So haikuelewi. Kwa shetani amefunga watu, amewablock ili wasione. Wameweka namba ya siri ili usije ukaona kilichoko ndani kwenye maisha yako, usije ukaona macho yako ya kiroho, usije ukafaulu kwenye masomo yako, kwenye maisha. Maana kuna namba ya nini? Ya siri, password. Zile password lazima uziondoe kwa damu ya Yesu. Anayefungua password ya kwako nani? Yesu Kristo. Yeye ana namba ya digitals. Yuko digitals. Yeye ni mtaalamu wa digital numbers. Ana uwezo wa kufanya changes. Namba yako ya maisha ikabadilika. Wale waliofikiri wewe ni namba 1 tu, utakuwa namba 2. Waliofikiri wewe ni namba 2 tu, utakuwa namba 3. Waliofikiri utakuwa namba 3, unakuwa namba 4. Mambo yako yanazidi kusonga kwa sababu password ya kwako imefunguliwa. Wapendwa wana wa Mungu, ninapomalizia neno hili, ni muhimu sana kuwa na msingi kwenye maisha yako. Tengeneza misingi ya maisha yako tubii. Utakuwa baba wa namna gani? Utakuwa mama wa namna gani kwa jinsia zote mbili? Ni kijana wewe ambao umeshaingia kwenye mahusiano ya ndoa na una watoto, anza kutengeneza misingi ya familia yako. Anza kufundisha watoto wako misingi iliyo imara. Wazazi anafikiri kumpa mtoto vitu vyote ndio msingi imara, ndio kumpenda sana. Mtoto anapewa mpaka gari wakati umri wake wa kuendesha gari bado. Kuna vijana fulani walipewa gari na wazazi wao waende, eti wamefaulu mitihani, siku kwa likizo ile, wasafiri waende wapi? Waende National Park Ngorongoro kule. Wakajiorganize, wakaweka mafuta, wazazi wakaambia nendeni. Wakiwa barabarani wanaendesha ovyo. Sio hiyo, vijana wakikutana, mpite huyu, mpite huyu, mpite huyu, mpite huyu, mpite. Mpite huyu, kumbe kuna gari lori linakuja. Ila anapita na mwingine anapata kiuso kwa uso. Mmoja kafia pale pale. Na alikuwa anaenda form 6. Ndio alikuwa anaingia nini? Wapi? Form 6. Lakini akafa. Na wenzake wote kwa ni form soma Alpha School. Wote walikufa. Wamefia huko Arusha, katikati ya Arusha, si Moshi hapo. Hawajafika hata National Park. Walifikiri kufanya hivyo ni kuwapenda watoto. Kuna vitu vingine unaweza kusababisha nini? Hasara ya maisha kwa mtu. Kwa lazima mtoto apewe misingi ya umri fulani. Kuna umri fulani hivi kijana, yani akili yake kama mwehu fulani. Yani ukimwambia yeye hichi, lazima ndio mtulizaji wake, na emtulia kapa. Kumbe nimekosea. Kwa mpaka atakapojitawala mwenyewe. Tengeneza misingi ya watoto wako, kuanza kujifunza kuosha vyombo, kufua nguo zao, soksi zao. Akiwa jikoni ajue ugali unakorogwaje, kwa wale ambao wameshakuwa kuwa, sio tuache wadogo. Ajue unga wa ugali huwa unakorogwa vipi. Asije akatukorogea ugali maji bado ya baridi akasema tupige ugali hapo amalize unga wote. Maka utakauka. Lakini akienda jikoni anambia kwamba chakula wao kinaanza kukorogwa hivi. Unaweka maji kidogo, yanapata joto kidogo, viunga kama uji unaanza kukorogea umomo na koroga. Mwingine anakoroga unga pembeni kwanza, maji mpaka chemke, akija kumwagia yanakaukia pale, anaendelea kusukuma. Anafundishwa kidogo kidogo. Tunafua nguo hivi. Unaoga hivi. Sio kila kitu dada, kuna wishwa dada, dada. Dada. Kila kitu ni dada.
Yaani amekula mezani, dada ngeotoa sahani, dada. Hata kuisogezea maji, dada, kwa sababu ya misingi mibaya. Lakini kama angeweza ataenda atatoa, kwa sababu binti huyu ni mama wa baadaye. Ataenda kwa mume wake, atakiwa mpikie chakula. Msingi mzuri, watoto wafundishe kutandika vitanda. Ukamwona maana msingi mzuri, akiamka asubuhi hata anaenda shule, kitanda tafiri alilala kwa mbuzi, mashuka yamejaa hapo, ameondoka. Paka aje mama yake ndio aanze kuingiza mashuka, amsafishie chumba. Misingi. Lakini mtoto ukimwambia ukiamka asubuhi, make sure kwamba umeshaoga, umetandika kitanda, umevaa uniform zako, uache kitanda kikiwa kimetandikwa. So kuna siku naenda nyumba za wageni, mnasafiri, mtoto anashangaa anaona chumba ni kisafi kuliko nyumba yao. Anaanza kuona kule ni kuzuri sana. Mwisho wa siku wanaanza kulala nyumba za wageni. Maana mazingira kiona ni masafi, wale ni wafanya biashara, lakini kuambia kwamba huwa tunasafisha, huwa tunafua mashuka, tandika shuka yako, chomeka vizuri kwenye kitanda, panga vitu vyako, kama ni kuna chumba hicho, kaa vizuri, tengeneza. Misingi mingine ndio hivyo, mtoto anakuwa. Msingi kama mtoto anakuwa huko ndani, anaona vitanda vitandikwi, chumba ni kichafu, baba na mama hawafagii. Sasa naye anajua kumbe maisha, vyombo, sufuria liko kwenye makochi na ubwabwa, maharage yamedondokea kwenye makochi sebuleni, kijiko kimeangukia huku kinakanyagwa. Mtoto anajua maisha ni vijiko vitakaa pembeni, sufuria la ugali jikoni, na wapi kwenye kochi. Sasa usije ukafikiria baadaye akifanya unamwambia wewe mchafu, kumbe aliangalia msingi. Mtoto akiona asubuhi watu wanaamka, mimi nakumbuka tulipokuwa kwa mama yetu kabla hajafariki, anasema ukiamka asubuhi fagia nyumba. Tunafagia nyumba, ndio msingi tuliopata. Zunguka, nyie mtafagia ndani, wengine uwanja nje. Tunafagia uwanja, tunamaliza. Tukishamaliza naambia sasa nendeni kwenye vyumba vyenu. Taenda kwenye vyumba, tunatandika. Mkishamaliza kutandika, mnaambiwa sasa kaeni mnywe uji. Kashapika uji tayari. Unajua zamani kwa tunakunywaga uji sio chai, si ndio Tunapewa uji namna hii, unakunywa uji mmoja wa sukari safi, tunashiba vizuri. Tunaambiwa sasa mkacheze. Kwa tulipokuwa tunajua kwamba kuamka asubuhi jambo la kwanza ni usafi. Usafi pamoja na kupiga mswaki na kuosha uso, baadaye mnaoga. Kwa mtoto akitembea kwenye ule kurasa, hata kizazi chake kitakuwa kwenye misingi ya usafi na kutandika kitanda, maisha mazuri, usafi. Katoto kameng'ang'a, kamependeza, kakichafuka kanatafuta nguo safi, akanasema huu sio msingi wangu mama, hii naenda kubadilisha, siwezi kukaa mbele za watu, kwa sababu ya msingi uliomjengea. Ile ukimjengea kukaa na nini, atapiga kelele. Acha wadogo wanaotambaa na kutembea huko. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumejifunza kwa habari ya misingi. Kuwa na msingi wako, jisimamie mwenyewe, na Mungu wa mbingu na nchi atakusaidia. Asiwepo mtu atakayesumbua misingi yako. Kama umempata Yesu, ng'ang'ana na Yesu ndio msingi wako, akusaidie mbele ya safari. Asiwepo atakwambia najua ukienda kwenye maombi si kwa lokole si kwa nini, waambie huko ndio nimemkamata Yesu, niko vizuri. Kwa sababu kila mmoja atakufa kwa maisha yake. Usisubirie mtu akupeleke shimoni. Kuna mwingine ana mpango na maisha ya Mungu wako, hana mpango na Yesu wako. Yeye maisha yake ni jehanamu. Kama ni mchawi analoga, mnaongea naye kumbe ni chawi, unatembea naye kumbe ni chawi, ni rafiki yako kumbe mchawi, anaanza kukuambukiza roho za kwamba usiende kwenye ibada. Usimkubali. So huwezi kujua amebeba roho gani kwenye maisha yake. Simama na Yesu wako. Simama na Yesu wako. Mwamini yeye peke yake. Atakupa maisha mazuri. Fedha atakupa. Leo utapita kwenye magumu, lakini kesho yako itakuwa ni nyingine. I'm telling you, nakwambia my friend. Lazima atafanya changes. Atafanya mabadiliko tu.
ninajua nilikotoka. Sijafika kwenye hatima ninayotaka, lakini angalau najua nilikotoka. Nilimtegemea yeye. Yaani niliomba nikiwa kijana mdogo, gari ninayo, sio gari na gari ninazo, nyumba ninayo, watoto wapo, mke yupo, huduma hii hapa tunaendelea nayo, na nafanya kazi ya kuhubiri huko, nakutana na watu wakubwa huko, na wapo ushauri, tunaongea nao, wanabarikiwa, wengi wanafunguliwa, kwa sababu nilimtegemea yeye katika msingi ulio imara. Kama ukiwa na msingi mzuri, Mungu atakuletea watu wa thamani wakupe vitu vya thamani. Ninarudia, ukiwa na msingi wa Yesu vizuri, utaaminika na watu watakupa vitu vya thamani kukupa. Watakupa vitu vya thamani kwenye maisha yako. Watafungua milango ya baraka kwenye maisha yako. Mungu atainua watu kwa ajili ya maisha yako. Mtu haoni shida kukupa kitu cha thamani kwa sababu wewe ni wa thamani. Hivi niambie, ni nani anaweza kukupa gari ya milioni 28? Ile gari yangu ya kwanza Brevis, kipindi hicho ilikuwa inauzwa milioni 28 mpya. Mtu ametuma fedha zake mpaka imefika Tanzania, ameenda kutoa sadaka yake. Nani atakupa hela? Ndugu yako anaweza kukupa hela? Ni nani anaweza kukupa kama sio Yesu akiwa ndani ya mtu? Si angeweza kujenga hata nyumba, akaongeza nyumba nyingine, akasema hapana, mtumishi amebeba vitu vya thamani, lazima niachie sadaka. Ni nani anaweza kukupa gari yake uendelee kutumia mpaka sasa, kitu cha thamani? Hakuna. Kwa unapokuwa na Yesu, anawafanya watu kuwa wadhamini wako. Anawafanya watu wakuhudumie. Anawafanya watu wakubebee shida yako. Anawafanya watu wakutetee mahali ambapo unakandamizwa. Mungu atawainua watu mbele ya safari, watasapoti maisha yako kwa sababu wewe ni wa thamani. Anainua watu wa thamani kukupa thamani, kukupa thamani katika maisha yako, kwa sababu wewe ni wa thamani. Yesu akiangalia anaona thamani yako. Akiangalia anaona moyo wa thamani unapomtumikia. Akiangalia anaona jinsi unavyojitoa. Usishushe thamani yako kwa vitu ambavyo watu watakudharau. Epuka hivyo vitu. Jenga thamani yako isishuke. Usishushe thamani yako kwa kufanya vitu vya ovyo. Afu watu wasema huyu ola basi, huyu hamna kitu, huyu hawezi kufanya, tafuteni mwingine. Kuna watu wamepoteza nafasi na thamani zao kwa sababu ya uzembe na kutokuwajibika kwa wakati. Msingi wake ukaharibika. Hata kama alikuwa na msingi namna gani, ataonekana huyu hapana, hebu tungetafuta mtu mwingine atusaidie kwenye wizara hii, atusaidie kwenye kikao hichi, maana huyu anaweza kafanya, lakini hapana, hebu tumwangalie mtu mwingine. Kwa sababu alishaangalia kile ambacho kiko ndani yako. Misingi yako ni msema kweli. Msingi wako unasema mimi siharibiwi Yesu wangu na wapumbavu. Kama unafanya ndivyo sivyo, Yesu wangu ni naye, wewe kaa pembeni, mimi nasonga mbele na msingi wangu wa Yesu. Yesu wetu ni mwema, anatupenda upeo. Tuombe. Tunakushukuru Bwana wa mabwana. Asante kwa ajili ya neno lako la leo. Umetufundisha kwa maana ya msingi imara na kusimama kwenye kusudi lako. Umesema tukiwa wa thamani mbele zako, unatufanya kuwa wa thamani katika misingi hata kwa watu wengine. Jinsi tunavyoonyesha misingi yetu, misingi ya utulivu,
misingi ya mizuri ya nafsi, misingi ya utulivu kwenye maisha na kuishi maisha mema, unatufanya sisi kuwa wa thamani. Asante kwa uthamani huo, asante kwa maombi haya, asante kwa neno hili, na likabidhi mikononi mwako sahihi, likaendelee kuwa msingi mwema katika maisha yetu. Neno lako la uzima likawe msingi katika hatua za maisha yetu. Neno lako la uzima likafanyike msingi katika kila hatua. Asante kwa ajili ya neema na rehema. Asante kwa upendo wako. Misingi yetu ikaongezeke na kukua, ili watakayetuona wamuone mtoto wako kwamba ni mbegu njema. Ile misingi ya uganga na ushirikina na miungu na mapepo, ninaiamuru iachie maisha yake Bwana. Inaiamuru iachie mipango yake, inaiamuru iachie afya yake, iachie nafsi yako. Kila msingi wowote wa miungu wa madhabahu ya kifamilia, kuna misingi waliojengewa kwenye ukoo, kwenye familia, kuna misingi ya kiburi na ujeuri, kuna misingi ya uharibifu, ile misingi mibaya ya nature ya kuzaliwa katika misingi. Mungu, niko mbele zako, hiyo misingi iachie maisha yake, iachie nafsi yake, iachie ufahamu wake. Misingi ya ufukara, kuto kufanikiwa, kuto kuinuka tena, ninapiga hiyo misingi, iachie maisha yako. Misingi inawafanya mkwame njiani. Hakuna binti anafanikiwa kwa wakati, hakuna binti anaolewa kwa wakati, hakuna kijana anaoa kwa wakati, hakuna binti kijana anafanikiwa kwenye maisha yake. Yani anakuwa ni misingi mibovu, anapita kwenye misingi ya wazazi wake, misingi ya kudharau, misingi ya kutokuwajibika, misingi ya kupoteza muda. Ninapiga hizo roho, ninapiga hizo roho kwenye nyumba za baba zetu huko tulikotoka. Kama kuna madhabahu ya misingi mibaya, misingi ya uganga na ushirikina, misingi ya matambiko, toka, napeleka damu Yesu ikalipe gharama. Hiyo damu ya Yesu ikalipe gharama. Hiyo damu ya Yesu ikalipe gharama. Hiyo damu ya Yesu ikalipe gharama. Kila msingi wote uachie maisha yako, uachie maisha yako, uachie maisha yako. Misingi ya kujijengea mwenyewe, ninavunja hiyo roho. Toka, machie, toka, machie, toka, machie. Achie nafsi yake, achie ufahamu wake, achie maisha yake. Hiyo misingi iachie maisha yako, iachie maisha yako, iachie maisha yako. Misingi mibaya, toka, toka, achia, 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 achia nafsi yake. Toka misingi ya kulogwa, wanakutesa, wanakuloga. Kila anayekuona anakuloga, maana misingi ya kweli kwa ni kulogwa tu. Mlishaandikiwa hati ya mashtaka. Kila anayekuoneni anatamani kuwaua. Ninapeleka damu ya Yesu ikavunje misingi ya kulogwa, misingi ya uharibifu, misingi ya uganga, misingi ya ushirikina, majina yaliyopelekwa kwenye miungu na madhabahu. Ninaamuru viachie. Toka madhabahu, toka madhabahu, madhabahu kwa maagiza. Achia maisha yake, achia maisha yake katika jina la Yesu. Ninapeleka sadaka ya damu yako Yesu Kristo, ikanene mema katikati yake sahi, ikavunje kila madhabahu na misingi mibaya. Bali naachilia neema yako, bali naachilia utawala wako. Yesu akumiliki na kutawala, Yesu akutetee, ukawe na misingi bora katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen.